Bwana Yesu asifiwe sana. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ametupatia tena sisi shule ya Rabuni School of Ministry, na tunaendelea na somo yetu mpya. Tunajifunza kuhusu eschatology, na tumesema somo hii tumeigawa katika sehemu 6 kubwa. Sehemu ya kwanza tunaongelea maana ya neno eschatology. Sehemu ya pili tutaongelea kuhusu kubomolewa kwa hekalu. Sehemu ya tatu tutaongelea kuhusu kunyakuliwa kwa kanisa. Sehemu ya 4 tutaongelea kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo, na sehemu ya 5 tutaongelea kuhusu utawala wa mwaka 1000 millennium hapa wa Yesu Kristo duniani, na kisha sehemu ya mwisho tutaongelea mwisho wa dunia. Tumeona hii somo iko kubwa, na kutokana na ukubwa yake ninaona hatutaweza kufundisha kitabu yote ya Ufunuo, Revelation. Kwa hiyo tumeamua tuchukue tu sehemu ile muhimu kwanza, tuweze kuyajua mambo yatakayokuja. Tulisema tu maana ya neno eschatology, tulisema inatokana na lugha ya Kiyunani. Wayunani wanaita eschatos, maana yake last, mambo ya mwisho. Last, mambo ya mwisho, na logi ni kusema elimu. Kwa hiyo tunaenda kujifunza elimu ya mambo ya nyakati ya mwisho, na ndio tunaita kwa Kifaransa eschatology, kwa Kiingereza inaitwa eschatology, na kwa Kiswahili mambo ya nyakati ya mwisho. Na basi tutaingia mara moja kwa pointi yetu ya pili. Nasema naruka vitu mingi kwa ajili ya kukomboa wakati. Tutaenda kusoma maandiko matakatifu katika kitabu ya Mathayo sura yake 24 mlango wake wa 1 hadi wa 3. Mathayo sura yake 24 mlango wake wa 1 hadi wa 4. Matthew chapter 24 verse 1 to 3. Matthieu chapitre 24 verset 1 jusqu'à 3. Biblia inasema hivi: Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wale walienda naye, wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye Yesu akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini ninawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha, wakasema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Amen. Tumetoka kusoma katika kitabu ya mtakatifu Mathayo. Mathayo alikuwa mtume wa Yesu, alitembea na Yesu, na akaona naye aandike kuhusu habari ya maisha ya Yesu na kazi Yesu alikuwa anafanya duniani. Na wakiwa wanafanya kazi ya Mungu, Yesu alikuwa anaenda mjini na alikuwa anaenda kijijini. Lakini unahitaji kuelewa, Yesu hakuzaliwa capital city, jiji kubwa Jerusalem. Lakini Yesu alizaliwa Bethlehem kwao, na akaenda kulelewa Nazareti. Kwa hivyo hata kama ni mwana wa Mungu, hata kama ni Mungu, hata kama ana upako na mafuta kubwa ya kuja kukomboa dunia, lakini Yesu hakuzaliwa mjini. Na mara mingi watu wanaotingiza miji sio watu wa miji, ni watu wametoka vijijini. Kwa sababu mtu anatoka vijijini akiwa na malengo,
lakini watu wa mji pale walikuwa na maringo, sisi ni wa hapa, sisi ni wa hapa. Na ikabidi sasa Yesu na wanafunzi wake waende Jerusalem, capital city. Viwango ya kiroho ya Yesu iko juu, na walipofika capital city Jerusalem, wakaingia kwa hekalu iliyojengwa kwa miaka 40 na walipokuwa wanatoka kwa hekalu, wanafunzi na huyu Mathayo utagua alikuwa mtoza ushuru, wakapenda pia kumuonesha Yesu kwamba na wao wana vitu spesheli, vitu tofauti. Yesu ana vitu spesheli ya kiroho, lakini hawa ni watoto wa mji, wamekulia mji, wamekomalia mji, wanajua Jerusalem vizuri. Wakapenda kumuonesha Yesu pia naye vitu vya kimwili vyenye ajui. Wakamwambia, Bwana, tazama ijengwe hekalu, imejengwa zaidi ya miaka 40 na angalia uzuri wake, angalia vile inapendeza. Kwa hiyo wanamuonesha nao vitu vya kimwili ya kawaida vyenye viko vizuri, hata kama na vitu vya kiroho. Na ni kama walipenda kumshtua pia. Ni kama tuseme hapo utoke upelekwe Marekani na mtu, tuseme kiroho una utumishi mzuri, mhubiri mzuri, mwimbaji vizuri, lakini umezaliwa kwa bara la Afrika kwenye mazingara sehemu mingi si nzuri. Sasa mtu akubebe akupeleke Marekani, akubebe akupeleke Ulaya, sasa ndio anaanza kutembeza kuonesha mji vile mambo ya kimwili kule kunzuri na kupendeza. Sasa Biblia inasema Yesu alipooneshwa haya mambo, pahali ashtuke, pahali ashangae kwamba hajawahi kuona vitu kama hayo, Biblia inasema akawaambia wanafunzi wake, hakuna jiwe itabaki juu ya jiwe pasipo kubomolewa. Kwa hiyo kwa lugha ile alikuwa anawaambia hata ijengwe, imejengwa, mmeona imejengwa kwa miaka 40. Ina uzuri, ndani kuna dhahabu, kuna vikombe vya dhahabu, kila kitu kimetengenezwa kwa mpangilio mzuri. Lakini niko nawaambia kuna siku hii jengo itabomolewa na itaanguka yote chini, hakutakuwa na kitu chochote. Yesu alipoongea nje ya hekalu, wanafunzi wakaogopa kumuuliza hapo, kwa sababu Wayahudi, taifa ya Israeli, ilikuwa nategemea hekalu. Kwa nini? Sababu ndani ya hekalu ndio kulikuwa napatikana sanduku ya agano ya Mungu. Kwa hiyo kwa lugha fupi, Waisraeli kwao Mungu alikuwa anapatikana kwa hiyo hekalu. Na ndio maana jiji ya Jerusalem ilikuwa na jina mbili. Jina ya kwanza ni kuitwa Jerusalem, maana yake kwa Kiswahili mji wa haki, kwa sababu itakuja kutawaliwa na mfalme wa haki. But number 2, jiji ya Jerusalem, kwa sababu sanduku ya agano ilikuwa pale, ilipewa jina ya pili. Na hiyo jina ya pili inaandikwa katika kitabu ya Ezekieli 48:35. Biblia inasema kuanzia hiyo siku hiyo jiji itaitwa Jehova Shama, kwa sababu Mungu yuko pale. Neno Shama ni kusema God is there, Mungu yuko hapo. Mahali pote sanduku ya agano ya Mungu ilikuwepo, ilikuwa inaitwa sehemu hiyo Jehova Shama. Na ndio watu walikuwa wanatoka nchi mbalimbali, miji mbalimbali, wanapanda Jerusalem mbele ya presence ya nani? Ya Mungu. Sasa Yesu anaposema kwamba hii jengo itabomolewa, ilikuwa kitu hatari. Ni kwamba Israeli ipoteze address, ikuwe Israeli pasipokuwa na Mungu. Kwa hiyo wanafunzi wakaona wakimuuliza hii swali hapa italeta shida, italeta balaa, kwa sababu Waisraeli wote wanategemea jengo la hekalu. Na Biblia inasema walipotoka hapo sasa wakaelekea sehemu ya mlima ya Mizeituni, mahali alikuwa anaenda kuomba, na hapo ndio alipanda akapaa mbinguni, na hapo ndio atarudia akitoka mbinguni. Wanafunzi wake wakamwendea faraga, wakaenda kumuuliza swali. Kwambia, Bwana, unajua maneno uliongea pale ilikuwa maneno hatari, na tukaona kama tungekuuliza hiyo maneno mbele ya Mafarisayo, Masadukayo na Wayahudi, taifa Israeli ingekuletea shida. Kwa hiyo wakajua kabisa hiyo mafundisho hiyo haitaji wafundisho wakiwa watu wote. Na mafundisho inaanza ya eschatology, sio mafundisho ya watu wote, kwa sababu ina vitu very deep, mambo yatakayokuja.
Nilikwambia sana, watoto wa dunia wanapambana kujenga ficha yao, lakini watoto wa kiroho wanapambana vitu present na vitu past, lakini hawajali sana kuhusu maisha yao ya kiroho ya baadaye. Na japo ficha ya mtu ndio kila mtu anaitegemea, na sisi kwa sababu tumekombolewa na damu ya Yesu, hatuko tena watu wa kimwili, tunakuwa watu wa kiroho. Tunahitaji kujua ficha yetu ya kiroho itakuwa vipi. Wanafunzi wakamuuliza Yesu. Elewa, Yesu aliwaambia pointi moja tu. Yesu aliwaambia kuhusu vile ile hekalu hata wanaitegemea, sanduku ya agano iko pale, ilijengwa na Solomono, lakini kuna siku itakuja yote itavunjwa, hakutabaki kitu chochote. Sasa wakamfuata Yesu faraga, mafundisho ya pembeni, mafundisho ya watoto wa nyumba, mafundisho si ya kila mtu anahitaji kusikia. Na hii mafundisho tunaianika, lakini mafundisho ya watoto wa nyumba. Kwa hiyo wanafunzi, watumishi wa Mungu, watu wamekombolewa kwa damu ya Yesu, wakamuuliza Yesu, utuambie lini? Hiyo neno ya unabii unatoa kwamba hii hekalu itabomolewa. Utuambie lini siku hiyo hekalu itabomolewa. Hiyo namba 1. Namba 2, wakamwambia na utuambie lini utarudi. Na namba 3, wakamwambia na utuambie lini itakuwa mwisho wa dunia. Kwa hiyo swali ya wanafunzi ilikuwa 3, na awaongelee mambo iliyopita, awaongelee mambo ya sasa, lakini wako naongelea mambo yajayo, last time, na ndio eskato, maana yake last, mambo ya mwisho. Wanataka kujua lini hekalu itabomolewa, wanataka kujua lini Yesu atarudi, na wanataka kujua lini itakuwa mwisho wa dunia. Sasa katika hiyo swali 3 ya wanafunzi, ndio mimi nimekuja kuichambua na nilipata mambo 5 katika swali 3 ya wanafunzi. Wanafunzi swali yao ya kwanza wanataka kujua lini hekalu itabomolewa. Swali ya pili ya wanafunzi wanataka kujua lini Yesu atarudi tena hapa duniani. Na swali ya 3 ya wanafunzi wanataka kujua ni lini itakuwa mwisho wa dunia. Na katika hiyo swali 3 mimi nimepata mambo 5, na ndio pointi ya kwanza tunataka kuongelea ni lini hekalu itabomolewa. Swali ya pili tunataka kuongelea kuhusu kanisa kunyakuliwa. Swali ya 3 tutaongea kuhusu kurudi kwa Yesu hapa duniani akiwa mfalme. Na swali ya 4 tutaongelea utawala wa Yesu hapa duniani wa mwaka 1000 milenia. Na swali ya mwisho tutaongelea kuhusu mwisho wa dunia. Tukifika katika pointi ya kwanza kuhusu hekalu lile, Yesu alikuwa anasema, akasema hakuna jiwe itabaki juu ya jiwe pasipo kubomolewa. Yesu Kristo alipokufa, Yesu alikufa mwaka 33 na mwezi 6, mwaka wa 70, mfalme wa Rumi Empire Titus alikwenda kuvamia taifa ya Israeli, akaipiga na wakavunja hekalu yote, ikabomolewa. Na leo ukienda pale kulikuwa hekalu, hakuna hekalu, lakini kuna msikiti kubwa wa Waislamu El-Kaaba, Dome de Rocher. Na kimaandiko kusudi Yesu arudie inahitaji pale kuko msikiti leo El-Kaaba, Dome de Rocher, hiyo msikiti ibomolewe na kujengwe tena hekalu kama wakati wa Agano la Kale, na Waisraeli wapande pale kuanza kuabudu kama kulingana na sheria ya Musa. Hapo ndio tutaanza kujua kwamba Kristo anakaribia kurudi. Kwa hiyo unabii wa kwanza kuhusu hekalu kubomolewa ilitimia mwaka 70, na Israeli ukenda
hiyo hekalu ya Sulemani aliyojenga hakuna, lakini kuna msikiti kubwa wa El Kaaba au Dome de Roche. Sasa tutaenda pointi yetu ya pili, na wakamuuliza kuhusu kurudi kwako. Kwa sababu Yesu kando ya kuwa ni mwana wa Mungu, Yesu kando ya kuwa ni mkombozi, Yesu kando ya kuwa ni Masia, Yesu ni mfalme. Kwa hiyo atakuja hapa duniani tena kuja kutawala na kuweza kushimika ufalme wake. Sasa kurudi kwa Yesu, na kitu kanisa tunasubiri hapa, watu wote wanasubiri Yesu apate kurudi. Lakini katika kurudi kwa Yesu kuna mifumo mbili. Tutaenda kusoma Biblia, tutaangalia Mathayo sura yake 24 mstari wake wa 4 mpaka wa 8. Mathayo 24 mstari wake wa 4 mpaka wa 8. Biblia inasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetezi ya vita. Angalieni musitishwe, maana haya yote hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondokea kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa njaa na matetemeko ya nchi mahali na mahali. Haya yote ndiyo mwanzo tu wa utungu. Jina la Bwana libarikiwe. Wanafunzi wanamuuliza Yesu, utuambie lini hekalu itabomolewa? Na tayari nimewapatia jibu, hekalu ilibomolewa mwaka 70. Lakini swali ya pili ya wanafunzi na mitume wa Yesu, wakatuambia, na lini itakuwa siku ya kurudi kwako? Sasa Biblia inasema, wakiwa namuuliza Yesu akawajibu katika sura ya 4, Mathayo 24 mstari wa 4, akawaambia kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Kama kuna mafundisho inadanganya na ya kupotosha kupita mafundisho yote, ni mafundisho ya nyakati za mwisho. Anasema kutatokea watu wengi. Kama mnataka kujua tuko mwanzo na karibia kurudi, kutatokea watu wengi watakuja kwa jina yangu. Manabii wengi wa uongo watakuja kwa jina yangu. Mtasikia tetezi ya vita, hii nchi na inukie nchi, hii taifa na inukie taifa. Biblia inasema, lakini hata mtakaposikia hayo, tetemeko ya ardhi, vita huku, njaa, Biblia inasema hayo itakuwa tu mwanzo, sio mwisho na sio katikati. Na Biblia inasema ukienda katika Timotheo, Biblia inasema watu watakuwa wanajipenda wenyewe, watu watakuwa wazazi kwa watu watakuwa wazazi. Biblia inasema nyakati hiyo ya mwanzo, wanaume watainuka wakipenda wanaume wenzao, wanawake watainuka kupenda wanawake wenzao. Kwa hiyo watakuwa malesbian, watakuwa mahomosexual. Lakini Biblia inasema hiyo tu ni mwanzo, lakini sio nini? Sio mwisho. Na ukiniuliza katika dunia ya sasa, vitu tuko napitia kwa sasa ni hiyo vitu Yesu Kristo alivitabiri miaka 2000 iliyopita. Kizazi tuko kwayo ni kizazi hatari sana. Ni upendo umepungua kupita kiasi, lakini ni mwanzo. Kizazi tuko kwayo ni kizazi hatari sana. Ni kizazi ni wanaume wanapenda wanaume wenzao, homosexual. Kizazi tuko kwayo tuko kizazi hatari sana. Ni kizazi wanawake wanapenda wanawake wenzao, lesbian. Kizazi ni kizazi hatari sana.
kizazi chenyewe wanajioa, mwanamke anafunga harusi peke yake, mwanaume anafunga harusi peke yake, inaitwa sologani. Sasa watu watajipenda wao wenyewe wa binafsi, na hii mambo yote vita itenuka kwa hii nchi, itenuka na mataifa yanaunukiana na kupigana vita. Kwa sasa tuna vita ya Marekani, Israeli, Ukraine, tuna vita ya Marekani, Israeli, Iran, tuna vita ya Ukraine, Russia, tuna vita ya Kongo, Rwanda, mataifa yanaunukiana na kuinukiana. Na ukiona watu wanauana, ujue watu utu umetoka. Kwa hiyo tuko dalili ya mwanzo ya kurudi kwa Yesu, lakini si dalili za mwisho. Biblia inasema mkiona hivi mjue ndio mwanzo ya uchungu. Njaa itakuwa sehemu mingi, mafuriko itakuwa sehemu mingi, tetemeko ya ardhi itakuwa sehemu mingi. Na wakati tunapoona hayo mambo inatokea, Biblia inasema na wale wanaojua neno ya Mungu wanajua Yesu, dalili zake za kuanza kurudi zimefanya nini? Zimeanza kutimia. Kwa hivyo hii mambo yote tuko naona kwa sasa sio mwisho wa dunia. Kitu kanisa inasubiri hapa, kanisa isubiri mwisho wa dunia. Lakini kitu kanisa inasubiri hapa, kanisa inasubiriwa kunyakuliwa kwa kanisa. Yesu atakapokuja hapa duniani, atashuka straight, atasimama mawingu. Na ataposimama mawinguni, lengo ya kusimama mawinguni kwa ajili ya kuweza bibi harusi amfuate pale hewani. Ndio Biblia inasema katika Watesalonike wa kwanza, tutaweza kuisoma. Kaangalia katika Watesalonike tuone andiko inatuthibitishia hayo mambo, kwamba kitu tunasubiri hapa, hatusubiri mwisho wa dunia. Kitu tunasubiri hapa, hatusubiri Yesu kurudi kushuka hapa duniani kuja kutawala. Lakini kitu tunasubiri hapa kwa sasa, tunasubiri bibi harusi kuweza kunyakuliwa. Tutaenda kusoma maandiko matakatifu katika Watesalonike Watesalonike wa kwanza Watesalonike wa kwanza sura yake ya 4 mstari wake wa 15 mpaka 18. 1 Thessalonians chapter 4 15 to 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4 15 à 18. Biblia inasema kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutatangulia waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika kuu na parapanda za Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tukamlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja naye na Bwana milele. Basi farijieni kwa maneno haya. Biblia inasema sasa, tumetoka kusoma Watesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15 18. Biblia inasema wanafunzi wakamuuliza, na vipi kurudi kwako itakuwa wakati gani? Yeye hakupenda kupatia tarehe, hakupenda kuambia itakuwa lini, lakini akawapatia tu dalili. Mkiona vita, mkiona taifa inainukia taifa, watoto watakuwa waasi kwa wazazi wao, wanaume kwa wanaume watapendana, wanawake kwa wanawake watapendana. Nimetoka asubuhi kwangu kuangalia kitu inashangaza. Mama amezaa watoto wawili, msichana na mvulana. Msichana ni first born, mzaliwa wa kwanza, na mvulana ni wa pili.
lakini msichana, baba akafariki, mama akafariki, msichana akakuwa na maisha yake ya kipato, lakini anamwambia mdogo yake kusudi amsaidie, ampeleke Ulaya, amsomeshe, akamfanya kila kitu. Huyu dada msichana akamfanya mdogo yake mvulana, kumgeuza kuwa mke wake. Kwa hiyo yeye mwanamke anageuka kuwa mwanaume na kumgeuza mdogo yake mwanaume kuwa mwanamke. Kwa hiyo ni vitu ya maasi, abomination. Sasa tunapoona hivi vitu vyote, kama Mungu aliangamiza Sodoma na Gomora, ni kwa matendo kama haya, na matendo iliyokuwa nafanyika wakati wa Sodoma na Gomora ndio matendo iko nafanyika sasa kwa sasa. Biblia sasa hiyo matendo itapozidi kuwa mbaya, machafu zaidi kupindukia, Biblia inasema, ndio Biblia inatuambia katika Wathesalonike kwamba sema sisi wenyewe tutakuwa bado tuko hai, kwa sababu tangu Kristo akuje wengi waliokoka, wakina Petro wamekufa, wakina Paulo wamekufa, watu wengi wanaendelea kufa, lakini sisi tutakaopatikana tukiwa hai wakati wa kurudi kwa Yesu, Biblia inasema Yesu atakuja na atasimama hapa hewani, mawinguni, atashuka hapa duniani. Na ataposimama hapa mawinguni, Biblia inasema kitu itafanyika. Wale waliotangulia kufa katika Bwana, ni kusema watu waliookoka. Kuna watu wanakufa hawako ndani ya Bwana, wapagani. Kuna watu wamekufa hawakujua maneno ya Mungu, lakini wale waliokufa katika Bwana wameokoka, wamempenda Yesu, na kando ya kuokoka maisha yao, kwa sababu mtu anaweza akaokoke lakini maisha yake haikumwogopa Mungu. Na ndio maana tuna kila sababu ya maisha yetu tunaogopa. Tusiwe watu wa kanisa, lakini tuwe watu tumekombolewa na damu ya Yesu, na maisha yetu inapata kumwogopa Mungu. Bila sisi sasa wenyewe tutakuwa hai, kama itakuwa kama inatokea kesho inatupata sisi tulio Biblia sasa, wale waliotangulia kufa katika Bwana watatangulia, watafufuka, wakina Petro, wakina Yohana, wale wote waliokufa katika Bwana, lakini maisha yao pia ikiwa na muogopa Mungu. Lakini wale waliokufa katika Bwana maisha yao haikuwa na muogopa Mungu, hawatafufuliwa. Wapagani wote hawatafufuliwa, watu wa dini yote hawatafufuliwa. Ni wale tu waliokufa katika Bwana maisha yao inamuogopa Mungu, watapaa, watafufuka wote, na watapaa, wataenda kumlaki Yesu mawinguni. Na Biblia inasema watapopaa pale, ndio wale pia wenyewe watakutikana wakiwa hai duniani, lakini wameokoka, wako makanisani. Kuna watu wako duniani kwa sasa hawajaokoka. Kuna watu wako duniani kanisani kwa sasa, wako kwa madhehebu, ni watu wa dini, hawajaokoka. Kuna watu wako duniani hawapendi hata kusikia maneno ya Mungu. Kuna watu wako duniani wameokoka, lakini maisha yao hayamgope Mungu. Lakini wale watakutiwa duniani wakiwa hai, wanaokoka na maisha yao inamuogopa Mungu, watamlaki Yesu pale hewani. Na kanisa tu ikishanyakuliwa, kwa kitu kanisa inasubiri kwa sasa hapa ni unyakuzi wa kanisa. Kanisa dunia haisubiri Yesu kurudia hapa duniani, lakini kanisa kwa sasa kitu tunasubiri, na ndio event yenye haijulikani tarehe yake itakuwa nini. Wanafunzi wakamuuliza itakuwa lini, Yesu akasema ajue. Si kwamba ajue, anajua, ni Mungu. Aliogopa kuambia watu tarehe, kwa sababu angewaambia watu tarehe, watu wangesubiri kuokoka inapobaki siku moja, watu wangesubiri kuokoka inapobaki mwezi moja, watu wangesubiri kuokoka inapobaki wiki moja. Lakini akawaambia sijue, baba yangu ni baba yangu peke yake anajua, lakini Yesu anajua ni lini atarudi. Lakini akatuambia tutue macho wakati wote, hatujui, isipokuwa anatupatia dalili. Akamwambia dalili, utaona njaa, tumeona njaa imetokea. Akamwambia dalili, utaona vita, tumeona vita imetokea. Akamwambia dalili, utaona mwanaume anapenda mwanaume, tumeona dalili imetokea. Tunaona dalili, mwanamke anapenda mwanamke, tunaona dalili. Sasa dalili, watu watakuwa wabaya, na ndio tu dalili, watu watakuwa wanajipenda binafsi. Sasa watu watakuwa watoto watakuwa rebel, watakuwa rebel kwa wazazi wao, watahasi wazazi wao, na ndio vitu vinatokea.
Sasa hii dalili zote vile tuko naziona za mwanzo zinaendelea katikati, mpaka itafikia wakati Yesu anakuja kuinyakua kanisa. Tarehe inyai kuandikwa kwa Biblia nenye hatuijui ni tarehe ya Yesu kuya kunyakua kanisa, na kitu tunasubiri hapa ni kanisa kuya kunyakuliwa. Na kanisa ikisha nyakuliwa tu, zile tarehe zingine zote tunajijua kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu kanisa itakaa hewani kwa miezi 42, miaka 3 na miezi 6, na kisha kuwa pale hewani kwa miaka 3 na miezi 6, hapa duniani, dunia itaendelea, ndege zitakuwepo, meli zitakuwepo, utawala zitakuwepo, isipokuwa tu kitu watu watatambua, wale walikuwa wameokoka, lakini pasipokuwa na hofu ya Mungu, duniani kutakuwa upotofu, watu wengi watapotea. Biblia inasema, ukisoma katika kitabu ya Mathayo 24, Biblia inasema watu wawili watakuwa kwa shamba, mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Watu wawili watakuwa kwa kitanda, mmoja atanyakuliwa, mwingine atabaki. Sasa watu watapotea wengi. Marekani watu watapotea wengi, Afrika watu watapotea wengi, Ulaya watu watapotea, kila watu watajua watu wamepotea. Sasa wale wanaojua maneno ya Mungu watakaobaki wenyewe hawakuwa na hofu ya Mungu, watakuwa kujua kweli kanisa imefanya nini, imenyakuliwa, kwamba wenzetu wamebebwa, wenzetu wamenyakuliwa. Sasa kisha kanisa kunyakuliwa, unisikilize, na ningekusihi sana, kanisa itaponyakuliwa usikose kunyakuliwa, kwa siku kanisa itanyakuliwa, the same day, hiyo siku Roho Mtakatifu atachukuliwa. Na Roho Mtakatifu akisha paa, atakayebaki hapa ni utawala wa Shetani, ndio itabaki kitawala kufanya kila kitu. Ndio vile sasa tutaona mambo yenye hatujawahi kuona, tutasikia mambo yenye hatujawahi kusikia. Sasa mpaka sasa najiuliza, hiyo mambo tutaona yenye hatujawahi kuona kwa dunia hii itakuwa mambo ya aina gani? Kwa inakwambia, nikipenda kurudilia, nasema mambo ya nyakati ya mwisho, ya kwanza tayari imetimia, ingine inaendelea kuitimia. Ya kwanza ni kwamba hekalu tayari imebomolewa na tunasubiri hekalu ijengwe upya. Lakini ya pili ile tunasubiri ni hatujue tarehe yake, hatujue itafanyika nini, isipokuwa Yesu alileta tu dalili: taifa itainukia taifa, tetemeko ya ardhi, kutakuwa njaa, ufalme itainukia ufalme, tutasikia vita kila sehemu, tutasikia matetemeko ya ardhi, watu watakuwa wabaya, upendo utapungua, watoto watakuwa wahasi kwa wazazi yao. Na hiyo mambo yote tumeyaona, na Biblia sasa tukishayaona hayo mambo, sasa wahubiri wengi, manabii wengi wa uongo watatokea, wengine watajiita wao ndio Kristo. Biblia sasa tusidanganye, tusiende kule, never. Lakini tunapoona haya mambo yote tu, yule anayesoma neno ya Mungu anajua Yesu iko mlangoni, na asitutokee kwetu sisi kama mwizi, lakini atoke kwetu sisi tukuwa tumejitayarisha, kwamba tunaona wanaume wanapooana. Na ndio dunia ya sasa inatetea haki ya binadamu. Dunia ya sasa haitetei haki ya Mungu. Haki ya Mungu, Biblia inasema usimnyime mtoto fimbo kusudi asikuwe na tabia mbaya. Lakini dunia ya sasa ukichapa mkoto unapelekwa polisi. Kwa inatetea haki ya binadamu, haitetea haki ya Mungu. Dunia ya Mungu, neno ya Mungu inasema mwanaume ni kichwa ya mwanamke, lakini dunia ya sasa inasema mwanamke na mwanaume wako sawa, na ukiongea vibaya tu unapelekwa polisi, unashtakiwa. Kwa hiyo unakuta dunia ya sasa iko na vunja, inaharibu maneno ya Mungu, inatetea vitu yote negative, kinyume na neno ya nani? Ya Mungu. Chochote kile Mungu alikuwa anasema ndio sawa, dunia ya leo inaleta sheria zake. Kila chochote kile kilikuwa nasema sawa na Mungu, dunia ya leo inaigeuza kuwa ndio fake. Neno ya Mungu inasema mume ataacha baba yake na mama yake, ataambatana na mke wake. Lakini dunia ya leo inasema mwanaume na mwanaume wanaoana ni kitu halali. Dunia ya leo inasema mwanamke na mwanamke wanaoana ni kitu halali, na ni kitu inahitaji kanisa kujihadhari, kuwa macho.
Kwa hivyo kitu kanisa inasubiri, tunasema kitu ya kwanza tayari kanisa, hekalu ya Yerusalemu ilibomolewa, lakini kitu ya pili tuko kwayo na ni mwanzo, kwamba tabia ile, mambo yote, dalili Yesu aliongelea kwamba itakadhibitisha kwamba yeye anakaribia kuja, ya mwanzo ya uchungu, hiyo dalili zote tunayaishi kwa sasa, tunayaona kwa sasa, tunaipitia kwa sasa. Watu wanakuwa wabaya kupindukia, na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.